ambayo ametufanya tuwe kwenye mazoezi, tuwe kwenye vikao, tuwe kwenye mikutano, lakini hatimaye leo ndio leo. Bwana Yesu asifiwe. Na nichukue nafasi hii kumshukuru mwenyekiti wa CMF kwa kukubali kunipa kibali cha kusimama mbele ya watakatifu wa Mungu ili tuweze kusema nao neno la Mungu. Lakini kabla sijaenda mbali, nikuulize tu kitu kimoja, mtu wa Mungu, kabla sijaingia hata kwenye somo. Siku hii ni siku ya wanaume. Bwana Yesu apewe sifa. Na nitatamka tena kauli mbiu ambayo inasema, naomba mjiandae kuijibu. Tumekuwa tukijifunza kwamba inaposema wanaume mtakuwa mnaelewa tunajibu nini. Bwana asifiwe. Amen. Wanaume ni mfano na utukufu wa Mungu. CMF, wanaume ni mfano na utukufu wa Mungu. Amina. Sasa basi naomba tukane. CMF, wanaume ni mfano wa utukufu wa nani? Utukufu wa Mungu. Na siku ya leo ni siku ya wanaume kweli kweli. Lakini kabla sijaendelea, naomba tuulize swali moja kwamba mwanaume ili aitwe mwanaume ana sifa zake. Ili aitwe mwanaume ana sifa yake. Sifa ya kwanza ya kuitwa mwanaume ni ipi? Bwana asifiwe. Amen. Naomba nijibiwe na mwanaume. Sifa ya kwanza kuitwa mwanaume. Naomba nijibiwe na mwanaume. Karibu. Amen. Sifa ya kwanza kuwa mwanaume lazima uwe na mwenza wako. Yes, hapo. Simama hapo. Sifa moja tu kwanza ndio hiyo. Sifa ya kuitwa mwanaume lazima uwe na mwenza wako. Ndio maana nikajitahidi nimlete mwenza wangu aonekane mbele yenu. Sasa umejiongeza sawa kabisa. Sasa safi sana. Tena nakuomba sogeza kiti. Usirudi. Sogeza kiti. Sasa hatua ya kwanza ni uvulana. Hatua ya kwanza ni nini? Na upande mwingine hatua ya kwanza ni nini? Usichana. Ukishatoka kwenye uvulana ukaoa, wewe sio mvulana tena. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Sisi kwetu Bukoba tuna sifa, mwanaume akishaoa kitu cha kwanza anachokifanya kwa wazazi ni nini? Salamu inabadilika. Inatoka kwenye uvulana inaingia kwenye utu uzima. Na hiyo salamu hakuna uwezaye kuisalimia kama hajaoa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni lazima isalimiwe na mtu aliyeoa. Kwa hiyo jamii ambayo haijaokoka inaheshimu. Je, jamii iliyookoka si ni zaidi? Amen. Sasa nikuombe kitu kimoja, mtu wa Mungu. Sijui kama ulimkaribisha mke wako kwenye sikukuu yetu. Si tuliwakaribisha? Ndio. Sasa nikuombe jambo moja. Kabla sijaendelea na kuhubiri, nikuombe jambo moja. Hebu mshike mkono mke wako. Na ikiwezekana kaa naye nikuone. Inawezekana ni jambo adimu, inawezekana tumekuwa na muda mrefu, kila mmoja amejiishia kivyake. Sasa nataka leo, kwa sababu nimepewa mamlaka na mchungaji na mwenyekiti, kila mmoja akae na mwenza, amguse mwenza. Na kuna mtani wangu nimekuwa nikimtania sana, najua anichukie. Naomba leo umguse mwenza wako. Mtani wangu, kwa upendeleo wa pekee, gusa mwenza wako, kumbatia mwenza wako. Karibu. Kila mmoja na mwenza wake. Asante sana Mzee Malima. Na nilitamani akufuate. Nilitamani umshike mkono, uendelee kwako. Jambo tunalokwenda kujifunza, nisikilize, kuna jambo moja ambalo nimekuwa sipendi kijana anaenda kuvalisha binti pete, kijana anapiga magoti. Sipendi kabisa. Inaniuma sana. Mke wa Demba yuko wapi? Kwa nini unaogopa? Naomba leo tushuhudie. Mguse mke wako, mkumbatie mke wako, na usimwache hapo kuna jambo kufanya. Kila mwenza naomba akae na mwenza wake. Leo nataka kuona pea. Pea leo. Pea. Na
uko safari, una mwenza hajaokoka, usijali, utawakilishwa tu. Lakini baada ya ibada tutakwenda kuomba jambo. Amen. Tutakwenda kuomba nini? Jambo. Naomba mtu na kila mtu Magdalena, nakushukuru sana. Magdalena amekuwa akitufuatilia kama mzee wa kanisa. Nimempenda sana. Kuna maneno amekuwa akituambia yanachoma lakini yanaponya. Anasema nitawafuatilia. Mzee wa kanisa ni sisi hapa. Amina, Mungu akubariki. Kila mtu amekaa na wake. Kuna mzee Rabani anampenda sana mke wake. Naomba. Leo ni siku maalum ya kujidai baba. Tunajidai kila mtu na mwenza wake. Hakuna hofu leo. Leo tuna furaha leo. Leo tuna amani leo. Tunataka kila mtu. Baba, umekuwa umetujengea hosteli hapa. Tusingetoka siku mbili. Mzee yuko wapi? Yuko wapi? Wengine bado kwani hamsikii. Ananyonyesha mtoto. Basi. Usijali. Naomba utoke. Hebu mkumbatie. Najua ni mzee wa kanisa, utanisamehe. Nimerukia ngazi. Aje. Naomba uje. Naomba uje. Leo ni siku njema. Tumemwona Bwana. Leo ni siku. Tumemwona Bwana. Leo ni siku njema. Tumemwona Bwana. Method. Sijaona Method. Yuko wapi? Anasweka. Sasa fanya jambo moja mwanaume. Sawa. Hebu hilo andiko litapatikana Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 9. Mr. Daudi. Yuko wapi Rebeka? Jina zuri la Biblia. Ana dharura. Asante. Hawa ni watu ambao wanajitangaza na yani unaona anampenda kweli. Ndani mwake hamna nini? Bwana asifiwe. Bado nani ma? Shemasi uko wapi? Yuko wapi mwenza? Atoke tuwaone wawili. Leo ni siku njema leo. Usijifiche. Kuna kitu Mungu anakwenda kufanya. Kuna kitu Mungu anakwenda kukubariki. Ukijificha mwenza wako, usije kujuta. Usishangae. Kwa nini unajificha mwenza wako? Hakuna kubaki nyuma, wamuone, wakuone. Sasa nisikilize. Wewe mwanaume, mwambie neno moja mke wako. Mwambie hivi, upo kwa ajili yangu. Mke wangu, upo kwa ajili yangu. Amekwambiaje? Yes. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 9. Mwanamke yupo kwa ajili yako. Amen. Amina. Alafu kwa sababu wewe mwanamke, leo ni siku yetu, tumekukaribisha na lazima ushiriki, na wewe kuna neno moja la kumwambia mume wako. Hebu mshike, mkumbatie vizuri. Hapo ulipo, pitisha mkono, mkumbatie vizuri. Na dunia nzima ijue. Sasa na wewe mwanamke mwambie hivi, ndiyo mume wangu,
Bwana ameniweka niwe mlinzi wako. Halafu atokee mwanamke mmoja awakilishe, asome Yeremia 31 mstari wa 22, ajue yeye ni nani kwa mume wake. Yeremia 31 mstari wa 22. Asante. Yeremia sura ya 31 mstari wa 22. Hata lini utatangatanga, binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamume. Yes. Amen. Wakati binti anahangaika, sio binti wa kanisa, najua na binti wa kanisa ndiye anahangaika kutafuta mchumba. Anaomba Mungu atumbiwe. Sawa. Kwani si anahangaika kusugua magoti ili afanye nini? Achaguliwe, atumbiwe. Yeye achagui, anachaguliwa. Sasa wakati huo mwanamke ambaye amekwisha kuolewa ni mlinzi. Ndio maana mtumishi ametufundisha, ukichelewa na hoji, baba, jamani, tangu asubuhi mpaka saa 3 ulikuwa wapi? Alafu na wewe kwa kutokujua kama ni mlinzi wako lazima, kwani unanichunga? Haya, kwani siende ninapokutaka kwa sababu yako? Nilikuwa kama rafiki zangu naongea. Ni kutokujua. Ni kutokufanya nini? Kutokujua. Mwanamke lazima akuoji kwa hekima na kwa adabu, mume wangu, ulikuwa wapi? Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Ni mlinzi wako. Bwana asifiwe. Nilikuwa nakupa salamu ya sikukuu yetu njema, na hiyo salamu kaa nayo, izingatie, ishike vizuri, halafu nenda kaiimbe. Mimi upo kwa ajili yangu, mimi ni mlinzi wako. Adui ana upenyo tena. Bwana asifiwe. Na shetani atajua kwamba hao watu wana kiapo chao. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kama unaweza kuandika naomba uandike, mwanaume aliye mfano wa Mungu, aliye mfano wa utukufu wa Mungu, usukumwa na upendo kwenye familia ya waaminio. Mwanaume aliye mfano wa utukufu wa Mungu usukumwa na upendo kwenye familia ya waaminio. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati huu tutaongozwa na kitabu cha Kutoka Mwanzo, Mwanzo 1 mstari wa 1 hadi wa 2, alafu utaruka utanisomea mstari wa 25. Naomba msomaji mwenye sauti anisomee hilo andiko. Mwanzo 1 mlango wa 1, Mwanzo 1 mstari wa 1 hadi wa 2, alafu utaruka utaenda 25. Mwanzo 1 mstari wa 1 mpaka wa 2. Biblia inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. 25. Ndio. 25 inasema, Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Hebu endelea mpaka kwenye uumbaji, pale anaposema na tumfanye mtu. Endelea 26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi.
Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Hapa Bwana asifiwe. Amen. Sasa tunaona asili kule chanzo kabisa, Mungu anatua kwenye vilindi vya maji, anaumba nchi, lakini tunaona kwamba ilikuwa ni ukiwa na utupu. Pamoja na vitu vyote alivyoviumba, akaumba vitu vyote, miti, samaki, wanyama, nini, lakini akaona bado, akaumba, akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa kusudi kubwa akatawale. Akamuumba Adamu, halafu akamuumba Hawa, akaumba mwanaume na mwanamke. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tunaona lengo kubwa la kumuumba na kupulizia pumzi ya uhai, anasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Maana yake sisi wanaume tumeumba kwa mfano wa nani? Kwa mfano wa Mungu. Na kama tumeumba kwa mfano wa Mungu, maana yake ndani mwetu sasa tuna kitu cha ziada ambacho Mungu amewekeza kwetu. Bwana asifiwe. Amen. Amewekeza kitu cha ziada ambacho kusudi lake kubwa ni kutangaza kile ambacho kimo ndani mwetu, kukifunua kwenye dunia hii, kufunua mamlaka ya Mungu, kufunua ufalme wa Mungu, kufunua, kumuonyesha Mungu aliyomo ndani mwetu. Bwana asifiwe. Amen. Ndio lilikuwa kusudi kubwa la uumbaji wa Mungu. Maana yake ni kuleta madaraka kutoka mbinguni, kuyaleta madaraka duniani, lakini madaraka yale yanapitia kwa nani? Yanapitia kwa mwanadamu ambaye ni mwanaume. Bwana asifiwe. Amen. Lakini anasema pale chini alimuumba mwanaume na nani? Na mwanamke. Na tunaona mwanamke anaitwa ni msaidizi wa nani? Mwanaume. Kumbe usaidizi ule sio usaidizi tu wa kwamba ni yuko chini, ni wa kukanyaga juu. Hapana, sio msaidizi kama tunavyosema mtu wa nyumbani wa kusaidia kupika na kufanya nini. Hapana, ni zaidi ya hapo. Japo yote anaweza kayafanya, lakini ni msaidizi katika huduma ya kimungu. Ni msaidizi wa kukusaidia wewe wakati wa kuleta madaraka ya Mungu na kumfunua Mungu. Yeye ni msaada wako. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana huduma iende vizuri, ni vizuri kabisa pale ambapo unakuwa tayari sasa umeoa, una mke wako, anakupa nguvu nyingine ya ziada ambayo inakufanya wewe kutangaza vizuri madaraka ya Mungu na kutangaza mamlaka ya nani? Ya Mungu ambaye ameiwekeza ndani mwako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na tukubaliane kwamba nchi ilikuwa ni ukiwa. Adamu alikuwa na kazi kubwa ya kutangaza mamlaka ya Mungu, kutangaza ufalme wa Mungu, kutangaza, yaani tuseme kwa ujumla, kulifungua kanisa la Mungu hapa duniani. Kanisa la Mungu limefunguliwa kuondoa ukiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Lipo kwa ajili ya kuondoa nini? Ukiwa, utupu, upweke. Lakini tunaona kwamba kama tukiuondoa ukiwa kwenye jamii iliyotuzunguka, bado tunatakiwa kuondoa ukiwa na upweke ndani ya mioyo yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunaona kwamba ndiyo maana mwanaume anacho kitu kingine ndani mwake, kwa sababu kufanya kazi ya Mungu, kufanya huduma ya Mungu, ni lazima uwe na kitu kingine cha ziada ambacho ni upendo, asili ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu Mungu mwenyewe aliyekuumba akasema tumuumbe mtu kwa mfano wake. Yeye Mungu ni nani? Ni upendo. Kwa hiyo sisi tunapokuja kwa ajili ya kufungua mamlaka ya Mungu, kuhubiri mamlaka ya Mungu, kuonyesha mamlaka ya Mungu, ndani mwetu amewekeza kitu kinachoitwa nini? Upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiangalia Yohana wa kwanza 4 mstari wa 8, anasema yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni nini? Ni upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini upendo wa mwanaume unaanzia kwa mke wake. Bwana asifiwe. Upendo wa mwanaume unaanzia wapi? Kwa mke wake. Kanisa la Bwana linaanzia wapi? Linaanzia kwa mwanamke. Linaanzia kwenye familia. Kutoka kwenye familia linakuwa kanisa ambalo ni kubwa, kwa maana kwamba litazaa sana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo sasa hii dhana ya upendo ambayo Mungu ameweka kwetu ni lazima tuionyeshe kwanza kwa familia zetu. Bwana Yesu apewe sifa.
Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba upendo ni uamuzi wa moyo unaomsukuma mtu kujitoa kwa ajili ya wengine, kuvumilia, kuhurumia, kutenda mema kwa wengine bila masharti. Unakufanya uvumilie, unakufanya utende mema, unakufanya ufanye kila kitu kilicho chema bila masharti yoyote. Lakini ndani mwake kwenye huo upendo kuna asili ya uvumilivu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndio maana tukiishi na wake zetu, mtu mmoja ameuliza swali kwamba sasa tunyamaze tu? Hapana, hatutanyamaza. Jambo lililo baya tutalikemea, lakini jambo lingine ambalo halina madhara, kuna mengine. Mtu mmoja aliniambia akasema, alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kunywa pombe, lakini akija anapiga ukelele sana. Bwana asifiwe. Anapiga ukelele kabla hajaingia ndani, anapiga ukelele. Sasa siku moja nikamuuliza, kwa naitwa Mzee Jacob, kwa nini unakuwa ni mtu wa kelele unapokaribia nyumbani? Akasema, wewe hujui, sisi wanaume tuna mengi moyoni. Akasema, kama ukija unanyata ukadandia pale kwenye dirisha kusikiliza, unaweza ukasikiliza wanakuita jina la ajabu na wanacheka, ambalo linaweza likaifanya familia ibomoke kwa siku. Lakini kupiga kwangu kelele kunanifanya wawe makini, wajue baba mwenye mji amefanya nini. Alafu kama mtu alikuwa anaongea baya analiacha, ataongea zuri. Kwa hiyo mimi siku imefanya nini? Imepita. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo alifanya mfumo huo ambao yeye alikuwa anaona ni njia ya kuilea familia, asiweze kuibomoa ili mradi aijenge. Kwa hiyo kuna vitu alikuwa anavivumilia kwa umri ule, si kwamba alikuwa hajaona jambo, alikuwa ameona jambo, lakini akaamua alifunike kwa njia ipi. Kuna kauvumilivu ndani ya ndoa. Bwana asifiwe. Amen. Kuna kauvumilivu kwa mwanaume ambao kana kufanya ndoa isonge wapi? Isonge mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo ni kama Mungu alivyompenda mwanadamu akamhurumia, akasukumwa na upendo hadi kujitoa kwa ajili yake, ndivyo na sisi tulivyopewa wenza wetu katika hali ya kuvumilia. Kuna wakati mwingine hata kuhurumia. Bwana asifiwe. Zipo sababu kubwa kwa nini tuna huruma kwa wenzetu, kwa nini tunavumilia kwa wenzetu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Upendo huu ni msingi wa sheria za Mungu. Haujivuni, hauhifadhi hesabu ya mabaya. Bwana Yesu apewe sifa. Jana ulimtenda hivi, juzi umetenda hivi, na hili sasa umetenda. Sasa mimi nakufuta. Vinginevyo kanisa lisingekuwepo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Vinginevyo kanisa lisingefanya nini? Lisingekuwepo. Lakini mwanaume amepewa ile hali ya uvumilivu, ya kutokuhesabu mabaya. Upendo hauijivuni, hauhesabu mabaya, na ndio utambulisho wa kumjua Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi unasukumwa kuonyesha upendo ndani ya familia na kwenye jamii iliyokuzunguka. Wewe unasukumwa na mtu wa ndani, unasukumwa na Kristo aliyemo ndani mwako. Tunasukumwa sisi kuonyesha upendo ndani ya nini? Ndani ya familia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Utaangalia ile Yohana 4 mstari wa 12. Yohana 4 mstari wa 12. Naomba kama kuna mtu hapo ameipata tusomee. Yohana wa kwanza 4 mstari wa 12. Kwanza 4 mstari wa 12. Biblia inasema, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. Tukipendana, Mungu anakaa ndani
Kwa hiyo Mungu aliye ndani mwetu ndiye anayetubadilisha, sio kwa uweza wetu, sio kwa akili yetu, ila aliye ndani mwetu anatubadilisha sisi. Bwana asifiwe. Hakuna mtu anayeweza kujitengenezea tu, utamgundua mapema. Lakini mtu ambaye ameokoka kweli, Yesu Kristo akakaa ndani mwake. Kuna jambo moja nimekuwa nikiliangalia, ingawa sibezi, lakini naomba unisamehe. Bwana asifiwe. Tunaweza kuingia kwenye maombi tukanena kwa lugha, sawa sawa, yaani mtu akawa rohoni kabisa tukanena kwa lugha, lakini baada ya muda unashangaa kwa nini ameongea jambo au amekasirika au ametenda jambo ambalo halina upendo ndani. Sio kama unanielewa. Manake huyu ndani mwake hamna Kristo anayetengeneza upendo ambao sasa unatoka sisi tuone, ila na upendo wa kulazimisha. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kinachombilisha. Manake sisi tunaoishi bali Kristo ndani mwetu. Manake utashi wetu sisi, mapenzi yetu sisi yamekufa, ila Kristo mapenzi yake ndiyo yanayotawala. Na ndio maana wewe unaweza kusamehe jambo ambalo mtu mwingine anakushangaa. Bwana asifiwe. Amen. Mtu mwingine anasema ningechukua bastola nikapiga, lakini wewe unasema mimi nimesamehe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa sababu yumo mtu ndani mwako anayekubadilisha. Kwa hiyo sisi baada ya kutengenezewa wenza wetu kutoka katika ubavu wetu, lazima sisi tuwaonyeshe. Bwana asifiwe. Tuwafundishe. Bwana asifiwe. Tuwaambukize upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana tuna la kujiuliza. Je, mwanaume aliye mfano wa utukufu wa Mungu kwenye familia zetu tunasukumwa na upendo? Hilo swali baki nao. Utajibu wewe mwenyewe ndani ya nafsi yako. Je, tunasukumwa na upendo wa aina gani? Yaani kama umejibu ndio tunasukumwa na upendo, je, tunasukumwa na upendo wa aina gani? Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kusukumwa na upendo usio na sababu, lakini kuna kusukumwa na upendo uliojaa hisia pamoja na sababu. Bwana Yesu apewe sifa. Uliojaa hisia pamoja na nini? Na sababu. Sasa lazima mtu wa Mungu ambaye ni mwanaume ujioji, mimi nasukumwa na upendo. Nasukumwa na upendo wa aina gani? Bwana Yesu apewe sifa. Kuna upendo wa kusukumwa na sababu. Unampenda mke wako kwa sababu ya sura yake. Bwana asifiwe. Unampenda mke wako kwa sababu ya mapishi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Unampenda mke wako kwa sababu ya huruma zake kwako. Bwana Yesu asifiwe. Unampenda mke wako kwa sababu ya umbile. Sijui kama unanielewa mtu wa Mungu. Unampenda mke wako kwa sababu ya umbile zuri. Yaani kila ukizunguka nasema mimi nimwache niende wapi? Kila dakika umeshaweka na CCTV kamera kuona. Unampenda kwa sababu ya sura yake nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Unampenda mke wako kwa sababu ya kipato. Naomba nikilisema hili usikwazike. Bwana asifiwe. Unampenda mke wako kwa sababu kuna kitu anaingiza. Bwana asifiwe. Siku moja utanisamea mama Juma. Kuna mengine utasema, mengine sisemi. Naona jasho nataka kutoka. Bwana asifiwe. Siku moja nikaamka asubuhi nikamwambia mke wangu, hebu wewe uende kazini kwa sababu mimi nataka kufanya hivi hapa nyumbani, naomba uwahi. Naye akaniambia, mimi sasa hivi na mimi kwa kweli ninajisikia kuchoka, lakini nina 1 2 3 hivi. Nikamwambia nasema nenda, akasema naomba sasa hivi sina namna. Nikachukua funguo haraka, mimi nikaoga haraka, nikachukua funguo nikaenda. Sasa wakati natembea nje nasema, sasa kama mwanamke naye hataki, sasa mimi nakuaje? Sasa hii mambo haya bana. Sasa mimi nafanyaje? Nikasikia kama nimegafirika, si ndio? Lakini kuna roho akaniambia, wewe umeumbwa kula kwa jasho. Mimi
wewe umeumbwa kura kwa jasho, kumbe namuonea, kumbe. Lakini ulimwengu ndivyo ulivyobadilika. Nikasema Mungu nisamehe, kumbe mimi ndo natakiwa nikafungue, mimi ndo natakiwa nimletee, mimi ndo natakiwa nifanye kila jambo, mimi ndo natakiwa nilete kila kitu, yeye atumie. Lakini kwa sababu ya maisha yalivyobadilika na yeye analazimika, unakuta wote tupo pale kama vile tunaota moto, wote tupo tu karibu zinakuchanganya kama karibu 4, na yeye yupo na mimi nipo. Akimaliza kazi akapike, nikifika nyumbani mimi nikae, kama naoga nioge, niende kuperuzi, yeye anapika. Akimaliza apakue, akimaliza aoshe vyombo. Kuna wakati mwingine mpaka unasema nampenda kwa sababu anatumika. Kama mnaelewa? Lakini mimi nakupenda, sio kwamba nakupenda kwa sababu unapika sana, unafanya. Nakupenda tu. Amina. Bwana asifiwe. Lakini kuna mtu anampenda mke wake kwa sababu ni toroli la kuleta mafanikio. Naomba mnisamehe ninaposema neno gumu. Bwana asifiwe. Anampenda mke wake kwa sababu Suleiman aliwapenda wanawake. Alikuwa anaandika sababu tu. Yaani ukiangalia ni masababu yaani hakuwa na upendo wa kweli. Ndio maana alikuwa anaoa asubuhi, mchana, jioni kama vidonge vya hospitali. Kwa sababu alikuwa anapenda vitu, hapendi roho ya mtu, hapendi mwanamke kama mwanamke. Sio kama unanielewa? Wimbo ulio bora, mlango wa kwanza mstari wa 7 na wa 6. Hebu soma uangalie Suleiman alikuwa anapenda nini. Wimbo ulio bora, mlango wa kwanza mstari wa 7 hadi wa 6. Wimbo ulio bora, sura ya kwanza mstari wa 7 mpaka 9. Mpaka 6. Mpaka 9. Biblia inasema, nijulishe mpendwa wa nafsi yangu, ni wapi utakapolisha kundi lako? Ni wapi utakapolilaza adhuhuri? Kwa nini niwe kama aliyefungiwa kidoto karibu na makundi ya wenzako? Usipojua wewe uliye mzuri katika wanawake, shika njia uzifuate nyayo za kondoo, na kuwalisha wanambuzi wako karibu na hema za wachungaji. Mpenzi wangu, nimekulinganisha na nafsi katika magari ya Farao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiangalia mfalme Suleiman alikuwa anapenda kitamaa. Bwana asifiwe. Anapenda kwa sababu yaani ni vitu sawa. Sisi waliookoka hatuzuiliwi kumsifia mke wako, kumpamba mke wako, inaongeza ladha. Bwana Yesu asifiwe. Inaongeza nini? Lakini kuna zaidi. Utakiwa kujenga katika vile vitu, unatakiwa kwenda mbali zaidi ya upendo huo. Sio kama unanielewa? Kwa sababu ukimpenda katika vile vitu, haya unampenda kwa sababu ya matiti yamesimama siku ya kiwandara. Alafu analazimika akafanye sajari sijui, na yeye anahangaika achukue milioni zako ambazo umeficha akabusti sasa. Ndio maana yake Bwana Daudi. Bwana asifiwe. Unampenda. Hebu simama basi mke wangu. Unajua ninakupenda. Hebu simama. Ati unampenda, ati nilimpenda kwa sababu ya umbo hili. Nilimpenda kwa sababu ya tabasamu. Nilimpenda kwa sababu ya macho haya. Akibomoka, unajua kazi. Kama sio kazi yake. Watu watakuwa na uso. Sasa utakuwa. Bwana asifiwe. Hakuna kumpenda kwa sababu. Unatakiwa kumpenda kwa sababu ni ubavu. Basi tuso. Bwana asifiwe. Amen. Niwe jingine, ana vikoromwezo, ana vinini, hata Biblia inazungumza kuhusu Sara na Rebeka, kwamba Rebeka alikuwa ni mwanamke mzuri, si ndio? Lakini haitoshi, kuna ziada yake. Bwana asifiwe. Kuna ziada
yake, ambayo hata hivi vitu vikiwa vimeondoka huwezi kumwacha. Bwana asifiwe. Sio kama unanielewa, sio kama tuko pamoja. Sasa unapopenda, hebu tambua jambo moja, unampenda kwa sababu alikuwa anakufanyia hivi, anakufanyia hivi, anakufanyia hivi. Sasa kuna kipindi cha uchovu wa hisia ambacho kinakumba wanandoa. Unakuta, mke wangu, ngoja nikuulize swali. Ngoja nimuulize swali mke wangu. Mnaniruhusu? Nakuwa natolea sana mfano kwa sababu ndo huyu. Sasa nimtolee mfano nani? Bwana asifiwe. Na ndio maana nimemkaribisha. Bwana asifiwe. Hivi nikuulize kitu cha zamani kidogo, ila usichukie. Sasa si unanipenda? Hivi unakumbuka wakati unaniandalia nguo, naenda Mpanda. Napanda treni na naenda Mpanda. Sasa wakati unaniandalia nguo, unakumbuka ulikuwa unafanya nini? Sema tu. Ulikuwa unafanya nini? Ukumbuka? Wakati namwandalia nguo, mpaka nalia. Siku ninayomwaga kwamba nasafiri, treni inaondoka saa 12, niandalia nguo zangu. Kulikuwa na vibegi fulani vya gharama, baadaye vilikuja kuwa kama zilipendwa, vilikuwa vimeandikwa Visa. Vibegi vidogo vidogo vizuri kweli. Anapaki nguo mle, na hela tulikuwa tunaweka humo, hatuna mambo ya mabenki. Wakati mwingine unaenda umevimba kama vile unabusha, kumbe ni hela. Sasa kwenye treni inabidi uchukue chumba, ulipie gharama, mnaingia wote, mnaenda mnachekana tu. Sasa wewe umebeba nini hapo? Wewe umetuna nini? Tunaenda tunachekana tu marafiki zetu. Lakini mama ananiandalia nguo, analia machozi, analia. Ni machozi mingi kweli. Najiuliza, sasa na mimi nashikwa na sijui niahirisha safari, sijui nifanyeje. Sasa mimi nifanyeje? Sasa analia jamani. Na unalilia nini? Wewe nenda salama tu. Nenda salama tu. Sasa mpaka nasafiri, naenda kule, nawaza kwamba nirudi lini ili nipunguze kilio. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa mama, siku hizi nikiwa naenda Mwanza, Bwana asifiwe. Mama Jovi alishahidi tumeishi wote. Alikuwa analia hapo, akuseme wengine. Sasa hivi wakati naenda Mwanza, ananiambia, mimi nilifikiri umeshaenda. Bado huko. Bwana asifiwe. Ni kipindi kilikuwepo, ni kipindi kinakuja, na ni kipindi kinapita. Kwa hiyo mwanaume lazima utambue nyakati. Bwana asifiwe. Sasa nimchukie kwamba nimwandalie ajenda kwamba sasa anipendi, na iwe kesi kwa mchungaji. Mimi nashangaa, kipindi cha nyuma alikuwa analia machozi, sasa hivi alii. Ni kama vile ana mwingine. Mbona ananiaga mapema? Mbona ananiaga na nakata tiketi mapema? Haiwezekani. Ni nyakati zinakuja na nyakati zinapita. Mnasonga wapi? Mbele. Bwana Yesu asifiwe. Aya, mlikuwa mnasubiriana. Siwezi kula bila hani ya jaja. Ukija saa 10 ndio anapakua. Mnakula wote, mnaangaliana usoni, mnalishana, naye anakulisha. Mmeandaa chumba chenu faraga. Hanga. Mapenzi si ni ujinga? Si ndio? Ndio maana akaitwa faraga. Sasa hivi akulishi. Unakuta ameshapakua, ameshakula chako kuko kwenye hotpot. Sasa kesi kwa mchungaji. Mimi siku hizi anilishi bwana. Bwana Yesu ape sifa. Mlikuwa mnakaa pamoja, mlikuwa mnatembea pamoja, mnaitwa kumbi staili. Sasa hivi kila mmoja anakuja, huyu anakaa huku, huyu anakaa huku, kila mmoja yupo. Huyu anapitisha jicho, anamwangalia mwenzake na huyu kama vile amuoni. Sasa ile honey, love you so much, haipo tena. Bwana asifiwe. Na ile ni kesi kwa mchungaji.
kwamba bana tulikuwa tunakaa wote, sasa hivi hatukai wote. Sasa kuna mambo mengi, ninaposema hivyo natoa ufunguo tu. Najua mwanaume aliyeoa, kuna mengi ambayo mlikuwa mnakaribishana, mlikuwa mnafanyaje, mlikuwa mnavaa nguo sare, mlikuwa mnafanyaje, lakini nyakati zingine hizi ambazo unaweza kusema ni kipindi cha uchovu wa nini? Uchovu wa hisia. Kicheko alichokuwa na kuchekea sio kicheko cha leo. Mwanaume aliyeoa, nenda kachunguze, utagundua wakati tunaoana, wakati tunachumbiana, Bwana Yesu apesi, wakati tunachumbiana, kicheko kile, mama mmoja alituchekesha, huwa tunaojeana sana mambo ya ubinti. Wewe wakati unampata mwenza ilikuwaje? Mama mmoja akasema, alikuwa anaishi Mutwe pale. Akasema alipokuja akapaki gari, akaja pale nyumbani. Wakaja wakasema tumekuja kuchumbia. Na yeye akasema pale sisi ni free. Hebu mleteni tumuone. Wakamuita, akaonekana. Akamkubalia kwamba ndio huyu. Akamwambia kwamba nitakuja mwezi wa 9. Mama anasema yeye alikuwa ni wakamachu. Anasema alikuwa anakaa pale Mutwe, anachungulia kamachu mpaka machozi yanamtoka. Kutoka wa 5 huko mpaka wa 9 naona ni siku nyingi. Je, akipata mwingine huko itakuwaje? Mpaka siku alipokuja kujitokeza ndo akili kamrudi sawa. Lakini ukimwangalia kwambia sasa hivi hamna. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni nyakati ambazo zinakuja ndani ya ndoa, ni nyakati. Bwana asifiwe. Si nyakati nzuri, lakini nyakati ambazo mwanaume inabidi ufanye nini? Uzivumilie na uzitambue. Na ni nyakati ambazo wewe mwanaume, hapo ndipo mwanaume unapotakiwa kuonyesha uongozi wako uliojaa nini? Utukufu. Kuonyesha upendo wake kwako, kuonyesha upendo wako kwake. Bwana asifiwe. Hapo ndipo wewe unatakiwa kuonyesha upendo wako kwake, kwa sababu kuna mambo mengi yanayowafanya wanawake wakati mwingine warudi chini. Majukumu tulionayo ya leo, Bwana asifiwe. Majukumu tulionayo ya leo, unatoka naye nyumbani, unakuja naye kazini, mmeshinda wote. Lete sufuria, lete mwiko, lete thermosi, lete sijui kijiko, na wewe umechelewa huko, subiri niwahi. Na wakati wa kufanya hayo, wakati huo unakuwa nadra sana. Bwana asifiwe. Lakini ni wakati ambao sasa mwanaume unatakiwa kukaa chini na kuyaangalia hayo na kukubaliana kwa kukubaliana. Wakati mwingine kama si hayo, ni lazima mwanaume kama si kazi nyingi. Bwana asifiwe. Sio kama unanielewa. Kama sio mambo ya kazi nyingi, hapo ndipo mwanaume unapotakiwa kukaa na kuchunguza. Bwana Yesu apewe sifa. Kukaa na kujiuliza, kukaa na kujitafakari, kukaa na kutafakari kwa nini kunakuwa na hali ya kupoa. Bwana asifiwe. Kwa nini kunakuwa na hali ya kupoa? Inawezekana ni kwa sababu ya shughuli nyingi kama tunazosema, lakini yawezekana ni kwa sababu ya kuzoelea nini? Ndoa. Bwana asifiwe. Kuzoelea nini? Wakati unamchumbia alikuwa anasema hivi ni lini yanione, hivi ni lini tumalize. Mama. Nyumbani wakisema mahali nyingi, huko jikoni huko wanasemezana. Sasa linamtoza mahali nyingi, mchumba akikata kamba akakimbia. Sisi apunguze, si waseme tu yaishe. Tena baba anatumiwa na mke wake, si 3 milioni ni nyingi, simwambie hata 500,000. Mwanaume anakoma anasema bila milioni mtoto wangu atoke. Mwanamke anasema hata 200,000 atoke. Lengo hawahi kuolewa kukaba nafasi. Hawahi kukaba nini? Bwana asifiwe. Amen. Lakini akisha kaba nafasi, siku ya kuvalishana pete anasema hiyo hatua nimevuka. Atole hatua ya pili. Inayofuata ni pete ya nini? Ya ndoa. Siku ya pete ya ndoa anasema ndamaze kukuja waje. Mnaanza zile siku zile za kilio, sijui nini, mnalizana, sijui nini. Zikisha pita kuna kuzoelea nini? Kuzoea, mazoea tu. Si yupo?
harufu yake ulishaelewa, mwendo wake, kutembea kwake ulishaelewa, ni yeye tu ulishaelewa, kitanda kile kile, mashuka yale yale, ni chumba lile lile. Hata mwanaume naye muda wa kusema ngoja tutoke out kidogo, labda mazingira mapya, naye havimo, anahangaika na watoto, ni yale yale, umeshazoelea. Hivi mnanielewa? Kuzoelea na ukamwona kama mtu wa kawaida tu. No nitakubinye, wakati unatumbiwa ukuwahi kusema hayo. Hayakuwahi kutoka maneno ya namna hiyo, lakini sasa yanatoka kwa sababu ya mazoea. Bwana asifiwe. Sasa ukishaona kuna hali ya kuzoelea ndoa, ndipo wewe mwanaume sasa unatakiwa kutumia hekima ya kimungu. Unatakiwa kutumia busara za kiungu. Unatakiwa kutumia upendo wa kiungu. Bwana asifiwe, ili kurejesha hali ya mambo. Mambo mengine hatuwezi kwenda mbali zaidi, tunayaacha jinsi yalivyo. Lakini jiulize, unafanya nini ili kurejesha ile hali kama mtu uliyeitwa na Mungu, mwenye hekima ya kiungu? Kwa sababu mwanamke ni kulijenga kanisa. Bwana asifiwe. Mwanamke ni kujengana, kulijenga kanisa, ndio kusudi kubwa la uumbaji. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unafanya nini ili kurejesha hali ya mambo? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kuna ile hali ambayo unaweza ukazubaa mwanaume ukampa ibilisi nini? Nafasi. Utakwenda kusoma Waefeso 4 mstari wa 27, anasema wala msimpe ibilisi nini? Nafasi. Kwa hiyo kuna uvumilivu, kuna kuhurumiana, kuna kukanyana, kuna kurekebishana, kuna kusema pamoja. Bwana asifiwe. Ili muweze kurudishana kwenye nini? Kwenye mstari, na muweze kwenda pamoja, hatimaye kulijenga nini? Kulijenga kanisa. Bwana asifiwe. Ndoa zetu, ndoa za Kikristo, mtu asikudanganye. Unaweza ukakuta kwenye 10%, 4% wana hali ngumu sana. Bwana asifiwe. 4% ni hali, japo wanaabudu wote au hawaabudu wote, lakini hali ni mbaya. Kwa hiyo lazima mwanaume urudi chini, uangalie sasa huu baridi tunauondoaje. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo usipoangalia, matokeo yake ni maisha ya manunguniko. Mwanaume anakuwa ni mtu wa maisha ya nini? Ya manunguniko. Mimi nilikuwa hivi na hivi, sasa hivi sio hivi na hivi, na utakuta kesi inaenda mpaka kwa wazazi. Maisha ya nini? Ya manunguniko, ambayo maisha ya manunguniko yanakwenda kuzuia mpango mzima wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Maisha ya manunguniko yanakwenda kuzuia mpango mzima wa Mungu, kuliimarisha kanisa na kulijenga kanisa, kwa sababu kusudi la uumbaji ni kanisa. Bwana asifiwe. Mwanaume anasimama kama Kristo, lakini mwanamke anasimama kama nini? Kama kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna hali ambayo usipoangalia unaweza ukamkosea Mungu, ukafanya mambo ambayo yataweza kuondoa utukufu wa Mungu, ukafanya mambo ambayo yataweza kuondoa amani kwenye familia, hatimaye kanisa kuyumba. Bwana asifiwe. Wakolosai 3:19. Wakolosai 3:19. Wakolosai 3:19. Na mwingine atafute Waebrania 12:15. Waebrania 12:15. Wewe soma Wakolosai, mwingine asoma Waebrania 12:15. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Kwa maana ipi sasa? Kuwapenda si kupenda uovu. Kuwapenda si kupenda yaliyo mabaya. Hata Mungu mwenyewe sisi anatupenda, hata alimtoa mwanae Yesu Kristo afe kwa ajili. Lakini sio kwamba anapenda uovu. Sio kwamba anapenda mabaya. Kuna wakati tunakanyana, tunaonyana, tunarudishana kwenye nini? Lakini lazima tuwapende kwa udhaifu mdogo mdogo, tusiwe na uchungu. Bwana asifiwe. Kuna mambo madogo madogo ambayo sio dhambi, hakuna haja ya kuwa na uchungu nao. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu wa Mungu, yaani unakuwa uchungu tu uchungu, yaani wewe ni machungu tu machungu. Hebu tusomee Waebrania
Soma 12:15. 12:15. 12:15. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakawatia unajisi wa hilo. Neema ya Mungu isitupungue. Neema ya Mungu isitupungukie katika maisha yetu ya pamoja. Bwana asifiwe. Maana kwa kufanya hivyo kuna wakati mwingine unatengeneza gap kubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo unayaangalia, yaani ndio ugomvi huu. Yaani hili tu ndio ugomvi huu. Bwana asifiwe. Jambo ambalo ungemaliza safari ikafanya nini? Ikasonga mbele. Na wakati mwingine vitu vidogo vidogo sisi wanaume vinatuzuia huduma. Vinatuzuia nini? Utakuwa na ujasiri wa kufundisha, utakuwa na ujasiri wa kuhubiri. Hebu niambie, mimi ningekuwa Bwana Mangumi, ningesema mbele yako. Ningesema mbele yako Bwana Mangumi. Yaani kila jambo kazi kakoni. Kazi kakoni. Likipita hilo lazima tufanye nini? Tulitubie na tuache kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Na tunafanya kuacha kabisa kwa sababu linaondoa utukufu wa nani? Linaondoa utukufu wa nani? Kuna wakati kiboko cha mwanamke hata maneno tu ni kiboko tosha. Bwana asifiwe. Lakini lazima tujitambue kwamba mwanaume ni kiongozi kwenye familia, mwanaume ni kiongozi kwenye familia, mwanaume ni kiongozi kwenye familia. Lazima tutambue nafasi zetu. Mwanaume anapaswa kutambua katika nyakati zozote kwamba yeye ni nani. Bwana asifiwe. Mwanaume ni mtawala wa vitu, lakini sio mtawala wa mtu. Sio kama unanielewa? Ni mtawala wa nini? Wa vitu vyote, lakini ni kiongozi wa watu. Bwana asifiwe. Ni kiongozi lakini mtawala wa vitu. Mtawala wa nyumba lakini kiongozi wa watu ndani ya nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu mtawala, kazi ya mtawala anaswaga tofauti ya mtawala na kiongozi. Bwana Yesu apewe sifa. Mtawala anafanya nini? Anaswaga tena kwa bako la sukuma liende. Utaenda tu, taka usitake utaenda. Na wanasema punda haendi bila. Lakini kiongozi utangulia, alafu watu wake wanafanya nini? Wanamfuata ndiye kiongozi kwenye familia. Ni lazima sisi tuitangulie familia, tuonyeshe maono, tuonyeshe nini tunataka wafanye. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi tutangulie kuonyesha nini? Maono. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wakati wake zetu wanataka waone tunafikiria nini kujenga mji. Sio kama unanielewa mtu wa Mungu? Wanawake wetu wanataka waone tunafikiria nini kujenga. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kuonyesha njia. Hata kama mwanamke ana kipato cha aina gani, hata kama anaingiza mabilioni, mwanamke mwenye busara, mwanamke mwenye utii, lazima arudi kwa mume wake kuuliza njia. Sijui kama naeleweka. Kwa wanawake nimemwaga pilipili. Mwanamke hata kama ana cheo kikubwa, mimi huwa nasema, mimi wacha tu Mama Judy. Yaani hata ungekuwa rais, yamenichanganya na kufuata tu. Sasa wanipige risasi. Bwana asifiwe. Waseme Ana amemuua mume wake. Na ningekuwa mkorofi pale mlangoni wanipishe nilete hoja zangu kwako unisikilize. Tufanye hivi. Hapa tuende hivi. Bwana asifiwe. Siji kwa ugomvi, nakuja kukuelekeza njia, manake mimi ni njia. Na Kristo alivyo njia kwetu, na sisi ni njia kwa wake zetu. Amen. Hata kama wanaingiza mapato makubwa, anaingiza pato, ameshampigia mama leo nina mshahara, nimeingiza 3,000,000. Sasa nifanyeje? Unampigia mama yako, mimi sio mume wako. Mama, unajua mwezi huu napokea nini? Wewe
Anza na mimi. Anza na mimi, hata kama unaingiza mabilioni, anza na mimi. Ndio maana mimi ukishafanya na ndugu zako nitavizira tu. Unajua mimi nikifanya anayenitunzia ni kaka yangu. Unajua kuna sheria za nchi ambazo hatuwezi kuzikiuka. Hivi unajua mimi nikifa mrithi wangu wa kwanza ni nani? Ni nani? Mke wangu ndo msimamizi namba 1 wa mirathi. Na watoto lazima wamsikilize. Lakini yeye akifa, unajua wanasema sasa mume wangu, kwani usiandike ikitokea ukafa, yeye ajue kama anaweza kutangulia. Ikitokea ukafa mtafanyaje? Unanunua mali, unanunua gari, unaficha usemi. Sasa mimi ikitokea ukafa, kwani wewe ulimpa Mungu hesabu akakwambia kwamba nitamchukua mapema kabla yake? Kwa nini upange kifo kwamba nitangulie? Yaani umemkatia tiketi. Bwana asifiwe. Lakini utaratibu wa serikali ulivyo kwamba mimi nikiondoka mke wangu anasimama. Mke wangu akiondoka na mimi nasimama bwana. Sasa nitasimamaje amewekeza kwa kaka yake? Nitasimamaje amewekeza kwa mama yake? Nitasimamaje amewekeza kwa wajomba? Bwana asifiwe. Hata kama unapata bilioni ngapi, upange na mume wako anayepata shilingi 2, panga na mume wako anayepata 0, panga na mume wako kwa faida ya kizazi chenu. Amen. Ungekuwa unaondoka alafu Mungu anakupa kurudi baada ya mwaka, ungekuta ungejuta kweli. Majuto sijui ni mjukuu, na mjukuu sasa wewe huwezi kurudi. Umeshaenda tu, umeshafanya kosa umefanya. Ungerudi ukashangaa. Likakarafo kule lilishafanikisha wakwao. Kule ulikokuwa unawekeza ng'ombe, mbuzi, sisi tusijue, unaficha tu huko. Alitawajua watoto wako. Unajua mimi naficha huko. Unajua mume wangu ninapomwangalia haraka usingizi. Sasa kaniletea kingine, acha wivu. Tengeneza na mume wako. Bwana asifiwe. Amen. Weka vizuri mambo yako, muulize, ndo utii, ndo unyenyekevu. Mume wangu tufanye nini leo? Mume wangu napata mshahara, ndio unatakiwa na usimamie. Asiharibu, msiharibu. Lakini kama ana nia njema, kwa nini umfiche mapato yako? Naona Kenya jamaa mmoja akachukua bastora akapiga mke wake. Nilimsomesha, ameenda chuo, amemaliza, ananiletea za kuleta wenye kifua kidogo. Sisi hatusemi mfano. Bwana asifiwe. Lakini mwanaume ni kiongozi kwenye familia. Bwana asifiwe. Tutakwenda kusoma Mwanzo 1:26, Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 3. Utakwenda kuona jinsi mwanaume Mwanzo 1:26, Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 3. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 3. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Mwanzo 1:26. Mwanzo 1 mstari wa 26. Maandiko haya yanaturudisha, kurudisha wewe mwanamke ujue dira yako ni mume wako. Dira yako ni mume wako. Maendeleo, mafanikio ni maono ya mwanaume. Bwana asifiwe. Hata katika ufunguzi, hata katika huduma, mwanaume anakuwa ni kichwa kwenye huduma, mwanamke anakuwa supported, ana support ile huduma. Ukikaa vibaya utashtukia mwanamke naye anakuambia mimi ndo mwenyewe hapa. Kwani wewe ndo mwenyewe? Wewe ndo ulikuwa na maono? Mimi si nilikuleta wewe? Wewe umetoka kwenye ubavu wangu. Unisikilize nasema nini, sio unipangie unataka kusema nini. Ukitaka kujua mpe madaraka, alafu awe juu yako, ana cheo kikubwa kuliko wewe. Mama ye.
ndio utajua mama ni nani. Lakini lazima ushuke, hata kama ungekuwa na cheo. Mama Judy, hata ungekuwa rais unalipigia magoti. Ole wako. Bwana asifiwe. Lakini baada ya kuwa kiongozi ni kiongozi, lazima tujue uongozi ni nini. Lazima uongozi. Sisi Wahaya wanasema temanko ninde engufi emarabantu. Yaani mtawala, kiongozi, tumia fimbo ndefu. Fimbo fupi itawamaliza watu. Tafua madaraka yako mwanaume. Wewe ukiamua mtu alale nje analala nje kweli. Ukiamua mtu asira hawezi kula kweli. Kwa kuna mambo mengine unafupisha mkono wako ili muende mbele. Bwana asifiwe. Kuna mambo mengine unasema basi ngoja niliweke mbele za Mungu kwenye maombi. Ngoja nisugue maombi. Bwana asifiwe. Ngoja nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu. Sisi tumetakiwa kuwapenda wake zetu kama nafsi zetu. Maana yake tumetakiwa kuwaombea. Tumetakiwa kuwabeba mbele za Mungu. Tumetakiwa kuwategemeza. Nao wanatuombea. Bwana asifiwe. Amen. Nao wanafanya nini? Wanatuombea, wanasugua magoti, wanaomba kwa ajili yetu. Lakini sisi wanaume tumetakiwa kuwapenda, kuwaonyesha upendo, kuwafundisha upendo. Bwana asifiwe. Nyumba yenye mwanaume mwenye upendo utaijua tu. Na mwanamke atakuwa na upendo, na watoto watakuwa na upendo, utaangalia tu. Lakini upendo wetu lazima uwe na huruma ndani mwake, uwe na rehema ndani mwake. Bwana asifiwe. Imetakiwa tuvumilie wanaume. Tuwe na uvumilivu. Ngoja nikwambie kitu kimoja na kwenda kumalizia. Hakuna mtu aliyepewa nyakati ngumu kama Nabii Hosea. Hakuna mtu kwenye Biblia ninayemuona mimi aliyepewa nyakati ngumu kama Nabii Hosea. Akaambiwa nenda kajitwalie mke wa nini? Kajitwalie mke wa nini? Wa uzinzi, kahaba, ambaye anatoka nyumba hii na kulala nyumba hii. Eti kwa sababu Israeli ilifanya kosa, analibeba Nabii Hosea. Kwa sababu Israeli ilikosea, kwa sababu Israeli imekosea tangu kipindi cha nani? Cha Ahabu kule nyuma. Sasa anakwenda kuipatiliza Israeli, lakini unabii unatokea kwenye ndoa ya Hosea. Unabii unaowakilisha, Gomeri analiwakilisha kanisa, Hosea anawakilisha Mungu mwenyewe. Kwamba kama Israeli mlivyozini, ndivyo mlivyonichukiza na kuniacha. Yaani analigaisha Israeli kumwacha Mungu ni sawasawa na kufanya nini? Uzinzi. Bwana asifiwe. Lakini matokeo ya unabii yanakuja kwa Gomeri, yanakuja kwa Hosea. Lakini Hosea hakuchukua bunduki. Wanamuita kabisa, ni mwanamke lako limeokotwa kwenye mitaro, wanaume wameshachangia 10. Anaenda analibeba, analipenda, analibusu, analeta ndani. Ndugu zake na Hosea kama tungewarudisha leo watuambie walisema Hosea alirogwa. Hosea hakuwa na akili ya kawaida. Huyu alikuwa amerogwa na mwanamke. Haiwezekani linaenda miji mitano linalala. Haiwezekani linarudi tena nalikumbatia na libusu. Haiwezekani analizalisha tena watoto. Najua hata mimi ningesema labda achana naye. Lakini Hosea kwa sababu alikuwa katika agano la Mungu, alijua anafanya nini. Ndani mwake Hosea alibeba rehema. Ndani mwake Hosea alibeba huruma. Ndani mwake Hosea alibeba upendo. Wake zetu wamefikia hali hiyo? Wake zetu wamefika huko? Wamefika huko kweli? Hawajafika huko. Haya mambo mengine lazima tuvumilie. Lazima tuwabebe kwenye maombi. Lazima tuwarudishe kwa njia ya maombi. Lazima tuwarudishe warejee kwa njia ya maombi, kwa njia ya kujuta, kwa njia ya kumwambia Mungu, kwa njia ya neno. Yote yanawezekana. Bwana Yesu apewe sifa. Tusitangulize manunguniko. Ni lazima tutangulize neno la Mungu linasema nini. Lazima tutangulize Mungu anasema nini juu yetu. Lazima tutangulize mapenzi ya Mungu juu yetu. Lazima tutangulize mapenzi ya Mungu juu ya ndoa. Lazima tuziombee ndoa. Lazima tuzikabidhi mbele za Mungu. Lazima turejeshe. Lazima tuende kwenye neema ya urejesho. Lazima tumwambie Mungu arejeshe. Namtaka mke wangu, namtaka mke wangu asiye mnyimivu, namtaka mke wangu asiyeficha, namtaka mume wangu, namtaka mume wangu mwenye upendo, maana ulimuumba Adam kwa upendo. Sasa namtaka upendo wa mume wangu. Nataka niuone, sio kununa, sio kuzira, sio kwenda nyumbani, sio kuwashirikisha wajomba, sio kumshirikisha mama. Mama ana ndoa yake, baba ana ndoa yake, mume ana ndoa yake, kaka na ndoa yake.
yake, mjombana yake, rudi madhabahuni, mwambie Kristo, mme uliyenipa 1, 2, 3, sasa nataka mme wangu. Simama kwa miguu yako, mwambie, simama kwa miguu yako, mtu wa Mungu, simama tumwambie Mungu, simama tumwambie Mungu, simama tumwambie Mungu, namtaka mme wangu, nataka 1, 2, 3, nataka wewe hivi, nataka malengo haya, nataka ili litimie. Naomba usimame, mtu wa Mungu. Naomba mwenye mwanamke amshike mke wake mkono, halafu tunapokwenda kuombea ndoa, omba juu ya mke wako, omba juu ya mume wako, omba hata kama hayuko hapa, jikumbatie mwenyewe kama ishara ya kukumbatia. Mtaje mke wako, mtaje mume wako. Unataka nini kwenye ndoa? Unataka nini kifanyike? Unataka rehema, unataka amani, unataka upendo, unataka rangi ya kununa iondoke, unataka urejesho, unataka nini kwenye ndoa? Mwambie Mungu, mwambie Mungu, mwambie Mungu, mwambie Mungu. Naomba mshike mke wako mkono, naomba mshike mke wako mkono, mwambie unataka nini, Mungu afanye nini. Baba yetu, Mungu wetu, Mfalme,
ndoa. Ndoa yetu endelee kuwa mpya, ndoa yetu endelee kuwa mpya, ndoa yetu endelee kuwa mpya. Tulie pamoja, tufanye pamoja, tuunganike, kuwa mwili mmoja, hakuna kutengana, hakuna kusikilizana, tukasikilizane. Maana ni Mungu, maana ni mwenye nguvu, maana ni mwenye uweza, Mungu wa rehema, Mungu wa wema. Tugusa Bwana, maana ndoa inawakilisha kanisa. Gusa Bwana, maana ndoa inawakilisha kanisa. Gusa Bwana, maana ndoa inawakilisha kanisa. Maana ni Mungu, maana ni mwenye nguvu, maana ni mwenye uweza. Ninakutukuza Bwana majeshi, ninakuinua Mungu mwenye nguvu, ninakuinua Mungu mwenye uweza. Asante Mungu wetu Jehova, asante Jehova Mfalme, asante Jehova Rafa, kwa sababu ni Mungu wa marejesho. Na tunakwenda kurejesha ndoa zetu, kwenda kurejesha upendo wetu, kwenda kurejesha mshikamano wetu. Maana ni Mungu, maana ni Mungu, maana ni Mungu. Ibilisi atapata nafasi, ibilisi atapata nafasi katika ndoa. Maana uliyetuunganisha mwanadamu akutenganisha, hakuna jambo la kutenganisha. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, asante Bwana Mungu mzima, asante Mungu mwenye uweza. Nenda kutukuza, nenda kuinua, mimi ni jina lako. Maana ni Mungu, maana ni mwenye nguvu, maana ni mwenye uweza. Bwana, tazama iko mbingu mpya, na itakuwa ndoa mpya kuanzia hivi sasa. Inakwenda kuwa ndoa mpya, inakwenda kuwa ni mafanikio, unakwenda kuwa ndoa mpya, unakwenda kuwa kwenye maelewano, unakwenda kurudisha furaha, kwenda kurudisha furaha, kwenda kurudisha upendo, kwenda kurudisha kusikilizana. Asante Bwana Yesu, asante Mungu mtakatifu, asante Bwana majeshi. Maana ni Mungu, Mungu Roho Mtakatifu, uchunguzaye Bwana. Chunguza ndoa zetu, imarisha ndoa zetu, imarisha ndoa zetu, imarisha ndoa zetu, imarisha ndoa zetu. Leta uhai ndani ya ndoa zetu. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Mungu, asante Bwana Mfalme. Ninakutukuza nami ninakuinua. Tunalitukuza jina lako Baba, tunalimiri jina lako Mungu wetu Bwana. Hatuna mwingine ila ni wewe Bwana, mfalme mwema. Asante kwa neema yako na ukuu wako Baba. Asante Mungu mwenye neema Bwana Jehova. Asante Bwana kwa neno lako, umetujenga, umetufundisha, umetuelekeza kupitia mtumishi wako Bwana wa Bwana. Tusaidie tuweze kuishi nalo katika neno hilo, tuweze kutembea katika neno hilo Bwana. Ndoa zetu zitembee katika neno hilo, hata ambao hawana ndoa Bwana watakapopata waweze kutembea katika neno hilo. Tuwezeshe kizazi na kizazi, wezesha kanisa lako Baba, maana neno lako ni jipya kila itwapo leo. Neno lako ni uzima, neno lako linaponya mioyo yetu, neno lako linaponya na ndoa zetu, linaponya maisha yetu. Himidiwe Mwokozi wetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Hebu tulia mbele za Mungu dakika moja. Tulia mbele za Mungu, fumba macho. Funga macho. Hebu tafakari juu ya hili neno ambalo limesemwa. Ni uhalisia mtupu wa maisha ya mwanadamu. Ni uhalisia mtupu wa mwanadamu. Ni kitu ambacho hakikwepeki. Ni kitu ambacho ukipuza kinatafuna ndoa nyingi, kinatafuna viroho vyetu, kinatafuna maisha yetu ya ndoa. Familia zimefarakana kwa sababu ya kupuuza haya mambo. Mungu ametuona kupitia CMF, akasema na ndoa zetu. Kwa hiyo si kawaida sisi kukutu ya CMF, bali ni Mungu anatuganga pia. Inawezekana Mungu alipanga kuponya ndoa kupitia CMF. Hebu tafakari. Tulia mbele za Bwana na utafakari. Kuna vitu unaviona ni vidogo, lakini pia vinaleta madhara katika ndoa.
kinaleta madhara kwenye maisha yako. Wakati mwingine tumejihesabia haki wanaume, wakati mwingine wanawake wamejihesabia haki. Ndoa zimeleta zikasababisha mgongano katika ndoa. Inawezekana hata nyingine mwanaume umetumia mabavu, kisa tu Mungu amesema wewe ni kichwa cha familia, ukatumia mabavu karibu ndoa yako. Tafakari juu ya hilo jambo. Ni wakati wa kutengeneza na Mungu, kutengeneza na Mungu, kutengeneza. Tafakari, fumba macho, usiangalie mtu, zama ndani ya kilindi cha moyo wako. Wewe ndio unajua tobo liko wapi, unajua tatizo, kipengele kiko wapi. Rikama yandelebosika, rikama maribo sheketelebosika, rikayanda na basari. Ndoa zinaheshimiwa na Mungu, ni baraka. Ameketi kwenye kiti cha enzi, anaheshimu ndoa ya watu wawili. Ni wapi umesababisha mwanya ukatengeneza mfarakano wa ndoa yako? Yes. Wapi ulizembea ndoa yako ikavurugika, kisa unadai haki yako tu, unajiona mwenye haki. Shetani akaingia uomo, akatafuna na anasumbua mpaka sasa. Rikamande rikosi. Nasikia mzigo mzito sana kwa habari ya ndoa, kwa habari ya ndoa, kwa habari ya ndoa. Rikamamamasia. Nitaomba baba aweze kupatiwa maji. Kuna kitu nasukuma tuweze kuombewa kwa habari ya ndoa. Mpaka mafuta wa madhabahu hii akatamke neno kwa habari ya ndoa. Rikabababashata na makosi.